أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. صدق الله العلي العظيم. Twaendelea na mada ya hisab au almuhasaba, siku ya Kiyama, ambayo ndiyo manzil inaofuatia baada ya kufufuliwa. Lakini tuliuliza baadhi ya maswali kuhusu hisabu. Mfano, tuliuliza ni lengo gani Mungu kuwahisabu watu, na ni nani atakaye kuhisabu watu, na ni matendo gani yatakao kuhisabiwa, na je, hisabu itawatanganya watu wote ama kuna baadhi ya watu watahisabiwa, kuna na baadhi hawahisabiwi, na ni nini maana ya kwa Mwenyezi Mungu ni sariul hisab, ni nini maana ya hisaban yasira, ni nini maana hisabun shadid, na mfano wa mambo kama haya ambao ukizifuatilia aya za Qur'ani zinazozungumzia masala ya hisabu utaona mistalahati kama hii yakaririka. Wiki iliyopita tulijibu suala la lengo ni nini, na tukanena kwamba Mwenyezi Mungu ni alimu bikulli shay, kwa hivyo hahitaji yeye kujua. Lengo la kuwahisabu watu ni idhharul adala, ni kudhihirisha yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uadilifu wake na hikma yake kwa watu wote waone uadilifu ule, na nilisherehe kwa urefu. Pia tukazungumza ni nani atakaye kuwahisabu watu. Nikanena kwamba ukizisoma aya za Qur'ani utapata kwamba kuna baadhi ya aya nyingi zazungumza atakaye kuhisabu ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum fa inna ma alayka albalagh wa alaina alhisab. Watarudi kwetu, Mwenyezi Mungu asema, na sisi tutawahisabu. Wewe Mtume Muhammad, jukumu lako ni kufikisha ujumbe, na sisi ni juu yetu kuhisabu. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun, katika aya nyingine. Lakini kwa upande mwingine tukasema kwamba tukiziangalia aya nyingine tupata kwamba kuna aya zazungumza kwamba kila mtu atajihisabu mwenyewe. Kila mtu atajihisabu mwenyewe, kama suratul Kahf inavyotuelezea kwamba baada ya kugawanywa yale mafaili au kwa mustalahi ya Qur'ani zile kutubul a'mal au sahaiful a'mal zitakapokugawanywa kwa watu, kila mtu akiwa asoma atainua kauli anene, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Atainua sauti anene, mbona kitabu hiki hakikubakisha kubwa wala toto, kuonesha yuwasoma mwenyewe na yuwa count ye mwenyewe, yuwapiga hisabu, na watayapata yote walioyafanya yako hadhiri mbele zao, na Mungu hatomdhulumu mtu yoyote.
Pia katika suratul Isra aya ya 13 na 14 tukasoma aya, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban manshura. Na kila mwanadamu, taban ilzamu tayr hapa ni kinaya, inakusudiwa amal unayoifanya ya kuambata, japokuwa wewe pengine huioni, lakini tendo lolote analolifanya mwanadamu, hata kama ni miaka 20 iliyopita, linakufuata, liko na wewe, kama yule ndege anayekula uyusi wa mnyama anavyofuata harufu ya mnyama aliyekufa. Sema wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban manshura. Tutamtolea kitabu ambacho kimefunguliwa, kiko wazi. Ataambiwa iqra kitabak, soma kitabu chako, kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Iko wazi zaidi aya hii, soma wewe mwenyewe na yatosha leo wewe kujihisabu nafsi yako. Hapa ndipo tuliposimama. Pia ukirudi katika hadithi utakuta kwamba mitumi wana daur katika kuhisabu, bali baadhi ya riwayat zinazopokewa kwa ahli albayt alayhimus salam zasema mpaka maimamu watahusishwa katika hisabu ya wafuasi wao. Vipi tutayafasiri mambo haya? Sasa atakaye kuhisabu ni Mungu peke yake au ni vipi? Je, kuna mgongano katika hizi aya? Nafikiri jawabu ni fupi sana, na tukitaka kuweta fikra ya kufafanua zaidi mambo haya, suala hili au ishkali hii yaingia katika ilmu al-kalam, katika sifa ya Mwenyezi Mungu inayoitwa at-tadbiru wal-irada wal-idara, katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya sisi kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ni maujud, uko, ni alim, ni qadir, ana qudra, ana ilmu, ana hikma, kuna sifa yaitwa mudabbir, yudabbiru al-amra. Baadhi ya aya ni nini maana ya tadbir? Yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat. Maana ya dabbara yudabbiru tadbiran inamaanisha kuliongoza jambo ama idara, kuliendesha. Kwa maana Mwenyezi Mungu pamoja na kwamba yeye ndiyo alouumba huu ulimwengu na ziliomo ndani ya ulimwengu, na yeye ndiye anaoziendesha, kila linalojiri katika ulimwengu ni kwa irada na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume na muundaji anapounda, leo fundi akijenga nyumba, akishakumaliza kujenga kazi yake imekwisha. Hata yeye akafa akazikwa, nyumba itabaki kufanya nini? Kuendelea. Na ikiwa itavundika ile nyumba ama itapata tatizo, ni kwa sababu nyingine haihusiani na kifo cha nani? Cha ule fundi, kwa sababu ile nyumba yamhitajia fundi kusimama. Ikisha kusimama na simiti kukauka, fundi hana kazi tena. Na vile vile muundaji gari, simu ama chombo kingine chochote, kile chombo cha mhitaji yeye wakati wa kukitoa katika adam kukieta katika wujudi, yani wakati hakiko akakifanya kiko, lakini kuendelea kuweko kwake hakimhitaji tena. Kwa hivyo akifa, akiparalyze, akiwa mandazimu, baadaye haiathiri chochote kuendelea kwa kile alichokitengeza. Kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyosema katika mustalah,
ni illatun lilwujud wa illatun lilistimrar. Yeye ndiye sababu ya kupatikana huu ulimwengu, na yeye ndiyo sababu ya kuendelea kila nukta na kila saa na kila dakika. Akikata tu nguvu yake, kila kitu kitasimama. Na hii ndiyo maana ya tadbir, kwamba yeye ndiyo mudabbir. Lakini tukirudi katika Qur'ani, pamoja na kwamba aqaidi yatuthibitishia la mudabbira fil kaun illa Allah, hakuna anayepekesha ulimwengu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, kama unavyosema la ilaha illa Allah, tauhid. Lakini tukirudi katika suratun Naziati, Qur'ani yatuambia falmudabbirati amra, katika kuwasifu malaika, katika kuwaeleza malaika imewaeleza wanaziati, ikawaeleza kazi zao mpaka wanavyoteremsha mivua wanavyo, kisha Mwenyezi Mungu akawasifu kwa sifa ya mudabbiria, falmudabbirati amra, kwamba malaika ndio wanaopekesha mambo. Swala hili lilaja hapa la hisabu. Ikiwa Mwenyezi Mungu ndiyo mudabbir, ilikuwaje leo wakawa malaika pia waingia kati? Ikiwa Mwenyezi Mungu ndio atakaye kuhesabu watu, ilikuwaje malaika na mitumi au maimamu au watu wema wakaingia kati kwenye hisabu? Ikiwa Mwenyezi Mungu ndio yuhyi wa yumitu wa yumitu wa yuhyi, ni kwamba ni kwa kutaka Mwenyezi Mungu mwenyewe yende hivyo, na uwezo ule alionao Israeli wa kutoa ruhu si wake, si kudra dhatia, ni uwezo amepoa na Mungu. Lau Mungu atampokonya uwezo ule, hawezi kutoa ruhu wala kutia ruhu. Na vile vile malaika wanavyopeka upepo, mawingu ya mvua, wakateremsha mvua fulani kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na ndio Nabii Allah Isa akanena kwamba yeye yuhyi, au Qur'ani katuambia biidhnillah. Ile kudra si yake. Kwa hivyo ikiwa si yake ya Mwenyezi Mungu, hakujaharibika kitu katika tauhidi, kwa sababu kitu tunachokikataa sisi katika tauhidi ni kwamba usiweke nguvu pambizoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi irdhihi, usiweke nguvu sawa na Mungu. Lakini hakuna tatizo kuwe na nguvu tulia, kwa maana yatukua uwezo kwa Mwenyezi Mungu. Na hii ndio maana ya shafaa. Wa watu wengi leo au baadhi ya Waislamu wasema hakuna shafaa, hakuna tawassul. Kwa nini wewe upite kwa mtu endao kwa Mungu? Mungu mwenyewe amekataa kuja kwetu bila kupita kwa malaika. Shafaa, kuna shafaa nuzulia, kuna na shafaa suudia. Kuna shafaa mimi nataka kwenda kwa Mungu, napita na tawassal na fulani.
kuna na shafaa Mwenyezi Mungu ataka kuweta utendakazi wake au pitisha kwa kina fulani. Hao kina fulani tunaowakataa sisi kupita kwao kwenda kwa Mungu, Mungu amewakubali kupita kwao kuja kwetu. Hii ndio falsafa ya shafaa. Kwani Mungu ameshindwa kuieta mvua bila ya kuweko malaika mkuli wa Israfil? Mungu ahitaji Israfili kuiteremsha mvua? Au Mungu ahitaji moto kuyafanya mai yachemke? Au Mungu ahitaji kisu au sumu kumfanya mwanadamu afe? Lakini utakuta uwezo wa Mwenyezi Mungu wote wapitia kwenye sababu. Sasa hii masala ya muhasaba yarudi hapa, watahisabu. Ndio ile aya niloisoma linapotuambia katika suratul Naba, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, watakuwa kimya wote. Mwisho atuambia aya, la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahmanu wa qala sawaba. Lazima upate idhni. Hata shafaa la yashfauna, hawatotoa shafaa illa man adhina lahu Allah, Mwenyezi Mungu alotoa idhni awe na uwezo kama hono. Kwa hivyo masala ya hisabu, Mungu ndiye atakaye kuhisabu, lakini katika kuwahisabu Mungu kama anavyopekesha maisha duniani, atahisabu yeye mwenyewe, ataingiza malaika wa hisabu, ataingiza mitumi wa hisabu, atamwambia mwenyewe mwanadamu ajihisabu, na yote haya hayagongani na kwamba Mwenyezi Mungu ndiye inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Hakuna mgongano. Takuja baadaye, sitaki nikate bahathi, nitakuja kuzisoma riwaya za jumla katika mlango wa hisabu, muzione riwaya zinazowataja watu watakao kuhisabu, lakini hata niumalize mlango kisha tutazisoma riwaya katika darasa zitakazokuja. Suala la pili leo ambalo nataka kuliingia ni matendo gani yatahisabiwa. Yote tunayoyafanya au baadhi? Kila tunalolifanya siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atatuhasibu, au atatuhasibu katika baadhi na katika baadhi hatuhasibu? Taban, kutafuta jawabu itatubidi turudi kwenye Qur'an, tuzisome tena aya za hisabu zazungumza nini kuhusu swali hili. Tukirudi katika Qur'ani twazipata aya nyingi, lakini ziko tofauti, twaweza kuziweka katika vigawanyo viwili. Kuna kundi la aya ambazo si chache, tawapa mfano kama 4, zazungumzia kwamba kila kitu kitahesabiwa. Hizi wanavyoziita, wanasema aya hizi zadulisha anna suala an ammatil af'al, matendo yote. Mfano kenda katika suratul Nahli aya ya 93, Mwenyezi Mungu atuambia wala tusalunna amma kuntum ta'malun, mutaulizwa na yale mulokuwa mkiyafanya, yani yote mulokuwa mkiyafanya, itlaq, kila mulokuwa mkilifanya mutaulizwa. Katika suratul Anbiya aya ya 23 Mwenyezi Mungu asema la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun, yeye Mwenyezi Mungu haulizwi analolifanya, lakini wao, yani sisi wanadamu tutaulizwa. Na katika nahau watuambia hadhful mutaallaq yadullu ala al-umum. Mfano leo watu kwambia iqra, soma. Iqra yataka maf'ul, nini tusome nini ya Allah, hakutaja, amekwambia iqra, soma. Hii ndio maana ya hadhful
mutaallaq, yani mutaallaqul qiraa hapa imeondoshwa, kinachosoma kimeondoshwa, imewekwa sharti tu an takuna qiraatuka bismillah, bismi rabbika alladhi khalaq, bas, yani qurbatan ila Allah ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wanazuoni watuambia ikiondoshwa mutaallaq ya fi'li inamaanisha chochote na zote, iqra. Na hapa imeondoshwa mutaallaqu sual, anena la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun, na wao wataulizwa. Mutaallaqu sual, tutaulizwa kuhusu nini? Mahdhuf, imeondoshwa. Kwa hivyo inadulisha ni zote, kila kitu tutaulizwa. Katika suratu Zumar aya ya 7 Mwenyezi Mungu atuambia thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kisa kwa Mola wenu ndio marejeo yenu, awape habari nyinyi na kuhusu yale mlokuwa mkiyafanya, yani yote. Mwisho suratu Zalzala, yawma idhin yasduru nnasu ashtatan liyurau a'malahum, siku hiyo watu watatoka makundi makundi ili waoneshwe amali zao, matendo yao yote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mwisho akaendelea, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, kila kitu utakiona hata kiwe kidogo namna gani. Hizi ni aya 4 kama namudhaj, sample ya kutuonesha sisi hili kundi la kwanza la aya linalozungumzia kwamba amali zitakazo kuhesabiwa ni amali zote. Upande wa pili kuna kundi lingine palo nazo si chache aya, tawapa mfano mimi kama aya 5 6. Kundi hili tuweza kusema kwamba lazungumza kwamba hisabu itakuwa katika baadhi ya mambo, yataja jambo fulani, utaulizwa kuhusu jambo fulani, hazizungumzi yote. Mfano katika suratu Takathur, alhakumu takathuru hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Sasa si masala yoyote utakao kuulizwa, la, hapa kwa zungumzwa an-ni'am, na neema katika dunia sio kila kitu. Aya hii atuambia Mwenyezi Mungu atatuuliza siku ya Kiyama kuhusu neema alizotupatia, afya, mali, elimu, jaha na cheo. Hizi ni neema. Haya ndiyo mambo yatakao kuulizwa. Thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im. Katika suratu Zukhruf Mwenyezi Mungu atuambia mutaulizwa kuhusu Qur'ani. Sasa ataja mambo tu fulani, mutaulizwa kuhusu Qur'ani. Hata katika suratul Hijr pia atuambia tutaulizwa kuhusu Qur'ani. Tukianza na suratu Zukhruf aya ya 44, Mwenyezi Mungu atuambia wa innahu, amwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika fasawfa tusalun, hakika hii Qur'ani ni mawaidha, ni makumbusho yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na ya watu wako, na mtakwenda kuulizwa kuhusu mawaidha haya, kuhusu kitabu hiki. Hapa la tusalun mutaallaq yake ni nini? Ni Qur'an, imeondoshwa kwa sababu imetangulia, iko wazi. Katika suratul Hijr, Mwenyezi Mungu atuambia alladhina ja'alul Qur'ana 'idhin
aya 91 92, alladhina ja'alu alqur'ana 'idhin fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Walaumiwa wale walioitukua Qur'ani wakaidharau, hawakuitumia, hawakuifuata. Kisha Mwenyezi Mungu aapa asema tutakwenda kuwauliza kuhusu uwajibikaji wao kuhusu kitabu hiki cha Qur'ani. Kwa hivyo hisabu hapa ni hisabu ya nini? Ya Qur'an peke yake. Katika suratu Zukhruf tena aya ya 19, aya yatuambia tutaulizwa masala ya ushahidi. Uislamu umeupa uzito sana masala ya ushahidi, ingawa leo sisi katika maisha yetu ulifanya ni jambo dogo sana. Kesi, kuna mshtaki na mshtakiwa, kuna utesi kati ya watu, wewe ukasimama kutoa ushahidi ni kitu muhimu sana, sharti nifahamike. Bali aya zimewalani wanaosita ushahidi wakati wanapojua ukweli. Maanake isitoke hapa tukatoka na fikra kwamba ikiwa ushahidi una majukumu haya, basi mimi nikisikia habari hizi sitokwenda tena kutoa ushahidi wala sitohusika na masala kama haya. La, Mwenyezi Mungu upande wa pili atuambia anaisita ushahidi anaujua, na ikawa ushahidi ule utapelekea kumkomboa madhulum na kuikataza dhulma, Mwenyezi Mungu amlaani. Lakini na kutoa ushahidi unaoitwa shahadatu zur, ushahidi wa urongo, ndio aya inaozungumza. Mwenyezi Mungu asema tutakwenda kuuliza special kuhusu masala ya ushahidi, mtu anayesimama kutoa ushahidi. Satuktabu shahadatuhum wa yusalun, katika suratu Zukhruf 19. Mungu atuambia ni mtaona mambo hupita tu, lakini ule ushahidi unaotoka utaandikwa na malaika wanaoandika amal, na utakwenda kuhisabiwa kuhusu ushahidi ule. Katika suratu Takwir tunaona aya yazungumza masala ya wale banati waliokuwa wakizikwa wakiwa hai. Wa idhal mauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat. Pia katika suratul Ahzabi aya ya 8 twapata kutakwenda kuulizwa wakweli na ukweli wao. Ajibu yani. Ni mafrudhu wewe ungoje watakao kuhesabiwa marongo, sio? Lakini Mwenyezi Mungu atuambia watakwenda kuulizwa wakweli kuhusu ukweli wao. Sasa ikiwa wakweli watakwenda kuulizwa kuhusu ukweli wao, kefu warongo watakuwaje? Mwenyezi Mungu atuambia liyas'ala sadiqina an sidqihim wa a'adda lilkafirina adhaban alima, katika suratul Ahzab, ili apate kuwauliza walio wa kweli kutokana na ukweli wao, na amewaandalia makafiri adhabu yenye kutia utungu. Suala hapa baada ya kuzisoma kama mfano hizi aya, na zaweza kuwa ziko nyingi kushinda hizi. Katika hadithi pia kuna utakuja kuzisoma. Mfano kuna ile hadithi ninao, awwalu ma yusalu al-abd as-salah fa in qubilat qubila ma siwaha wa in ruddat rudda ma siwaha. Kitu cha kwanza kitakachokuitishwa katika hisabu, katika amali za mtu, katika listi na orodha yake, kwanza Mungu atataka swala. Ikifaulu sala ikapita kwenye hisabu salama salimini, fa in qubilat, ikikubaliwa, qubila ma siwaha, mengine yatakuwa sahali. Wa in ruddat rudda ma siwaha, na swala ikikataliwa, ikirudishwa, basi jua na mengine yanayofuata nyuma yako katika matatizo. Swala ina uzito sana, na ndio utakuta pia watu wa motoni maneno alilotuleta sisi hapa ni swala. Walipoambiwa masalakakum fi saqar qalu lam naku
minal musallin, hatukuwa ni katika wale wenye kuswali. Je, kuna mgongano kati ya aya hizi? Aya za kwanza zatuambia kila kitu kitahesabiwa. Aya za pili zatuambia la, kuna baadhi ya mambo tu ndio yatahesabiwa. La, hakuna mgongano. Kama vile nilivyoeleza, aya zile hazina mgongano na hizi hazina mgongano, ingawa matokeo ya kutoka kwenye mgongano hapa ni tofauti na pale. Pale nitumia mfano wa mudabbirati amra, hapa nitajaribu kutumia mifano mingine kuwazi. Katika misingi muhimu ya kielimu kuna msingi unaitwa dhikrul khasi ba'da al-am. Ukalitaja jambo kwa jumla kisha ukahusisha baadhi, kama inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khairun min alfi shahr. Paka hapa sipo nipataka hapa. Takapo mimi ni tanazzalul malaika, watateremka nani? Malaika waruhu. Tukitukua tafsiri ya aktharul mufassirina kwamba ruhu ni nani? Ni Jibril, ingawa kuna tafsiri nyingine wasema ruhu hapa kuna mjadala, lakini mashhur kwa wanazuoni ni kwamba arruhu anayekusudiwa hapa ni nani? Ni Jibril. Sasa wakati unaponena malaika watateremka, Jibril ni nani? Malaika. Kwa hivyo moja kwa moja Jibrili aingia katika ile umum ya neno la malaika, la mkusanya na yeye, lakini Mwenyezi Mungu amerudi tena amemtaja mara ya pili khas. Hii ndio maana ya dhikrul khasi ba'da al-am, wakitaja kitu makhsus baada ya kukitaja kwa jumla ambacho nacho chaingia ndani. Ina maana gani hii? Ina maana kwamba kile kilotajwa baada kimtajwa mara mbili. Kwa hivyo Jibril amezungumzwa mara ngapi? Mara mbili. Amezungumzwa kwenye malaika, kisha amerudi amezungumzwa peke yake kwa jina lake, ni kudhihirisha utukufu wake. Tanena leo watu wa Amu wote wamekuya wako hapa, mpaka fulani ta Kiswahili sitotumia mpaka fulani. Sasa ile mpaka fulani uliomtaja, kwani uliponena watu wa Amu yeye haingii pale? Lakini mpaka fulani ni kwamba ni mzito mno, mpaka yeye pia amekuya. Kwa hivyo kuna sampuli ya idharu sharaf au kuna sampuli ya idharu al-i'tinai bihadha shay, au Mungu analitilia maanani sana jambo hili. Si lazima leo ni tukufu, kama kwenye Jibrili ni sharaf, lakini mara nyingine unapoyataja mambo kwa jumla, ukamwambia mtu nenda nyumbani nitukulia begi langu na zitu zangu zote na kitana muhimu, kwamba wewe una umuhimu, ta'tani bihi kathira, huwezi kukosa kitana bwana. Sasa Mwenyezi Mungu ameyataja mambo yote katika Qur'an, sema tutahisabu kila kitu, kisha akarudi akayataja mambo fulani khasa, an-ni'am, ushahidi, Qur'ani na nyinginezo nitakuja kuzieleza katika hadithi, ili kutupa sisi habari kwamba haya yana aulawia, yana umuhimu zaidi, ndipo yakatajwa peke yake. Kwa hivyo hakuna mgongano, wala hayamaanishi kwamba yakiwa yataulizwa ni haya mengine hayaulizwi ndio zigongane na aya zile za kwanza. Kama nilivyowaambia, hata katika hadithi ziko sampuli hiyo. Kuna hadithi zazungumza amali zote tutakwenda kuulizwa. Kuna na hadithi za taja tutakwenda kuulizwa kuhusu tauhid, upweke wa Mungu, tulimshirikisha hatukumshirikisha. Kuna hadithi zazungumza tutakwenda kuulizwa kuhusu nubuwa, utumi, wilaya ya ahli albayt, Qur'ani, sala, au ile hadithi maarufi anaoambiwa Abu Dharr, maarufu hadithi mashekhe wote hawaikosi katika mimbari, kwamba mwanadamu hazitaondoka nyayo zake mpaka ataulizwa
an arba, sio au an umri wake, ubarobaro wake, mali yake ameyapata vipi na ameyatumia vipi, na maisha yake kwa jumla. Hizi zote ni katika mfululizo huu za kutilia maanani, tutakuja kuziona. Twende katika suala la tatu ambalo ndio mwisho wa mada yetu ya leo. Je, watu wote watahesabiwa? Nafikiri tutatofautisha haya maswali. Swali tulomaliza sasa hivi, je, mambo yote yatahesabiwa? Kwa hatuangalii watu, tuangalia matendo. Matendo yote yatahesabiwa au ni matendo fulani yatahesabiwa na matendo fulani hayahesabiwi? Tumethibitisha ni yote. Sasa je, watu wote watahesabiwa? Ama kuna watu hawako katika hisabu? Hawa wakifufuliwa, simandia Waarabu, ala tul ila aljanna. Ndio wale tunaposema yadkhuluna aljannata bighairi hisab, sio wataingia peponi bila ya hisabu. Mwanzo msingi hunu huko kwamba kuna watu hawatohesabiwa. Je, mitumi watahesabiwa? Mitumi watahesabiwa kuanzia Nabii Allahi Adam, Nabii Allahi Nuh, Ibrahim, Nabii Allahi Musa, Isa, tuwayuao na tusowayua mitumi, anbiyaullah wa rusulu washuhada wasiddiquna walawliya, watu wema wote hao watapiga line kuhesabiwe ama ni vipi? Tukirudi katika Qur'ani, na hapa nawaomba muwe na subra kidogo, kwanza tuzipite tu aya kabla hatujatoka na msimamo wowote kuhusu jawabu la swali hili. Kuna aya sampuli nyingi kuhusu masala haya ambazo takriban ni 4. Kuna aya katika Qur'ani zanena watu wote watahesabiwa, hakutoki mtu, kabirihim wa saghirihim, dhakarihim wa unthahum, sharifihim wa ghair sharif, wote, nabiyihim wa ghair nabii, watu wote watahesabiwa, min adama ila akhiri insani fi hadha al-ard, wote. Mfano suratul A'raf aya ya 6, Mwenyezi Mungu atuambia falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin, tutawauliza wale walotumiliziwa mitumi, tutawauliza na mitumi pia. Yani wale walopekewa mitumi, sisi ndo tumetewa mtume Muhammad. Mayahudi ndo wamepekewa Nabii Allahi Musa na Isa. Sisi, yani watu wataulizwa, na wale mitumi wenyewe pia watafanya nini? Watakuwa na musaala, yani watakuwa na hisabu. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Tatosheka na mfano mmoja. Hizi ni aya za tuambia watu wote watahesabiwa. Pili, kuna aya za tuambia watu wote hawahesabiwi. Tumepo na mimi vizuri sana. Watu wote hawahesabiwi. Za kwanza za tuambia watu wote watahesabiwa. Kuna aya ya sampuli ya pili za tuambia watu wote, hakuna atakaye kuhesabiwa, hakuna musaala, hakuna hisabu. Kama ile aya aliyoiuliza Suleiman juma lililopita iliyoko katika suratu Ar-Rahman, inaotambia fayauma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, siku hiyo hataulizwa mtu madhambi yake, awe ni mwanadamu au awe nani, ni jini, yani ni yoyote atakayekuwa, la yus'al, hataulizwa, hatohesabiwa. Suratul Qasas aya ya 78 pia inatuambia wala yus'al,
wala yusalu an dhanbihi an dhunubihimul mujrimun. Hawa wahalifu wote wanaofanya madhambi hawataulizwa kuhusu madhambi yao. Tabani ikiwa wafanyao madhambi hawataulizwa, wasiofanya madhambi wataulizwa nini? Yani natija ni moja, hakuna atakaye kuulizwa. Hili ni grupu la pili. Kwa hivyo tuna aya za Qur'ani zatuambia watu wote wataulizwa. Tuna na aya za Qur'ani zatuambia watu wote hawaulizwi, hakuna atakaye kuulizwa. Tatu, tuna aya zatuambia kundi fulani litahesabiwa. Yani nikitaka kuzungumza kwa lugha ya mantiq, tunaweza kusema za kwanza ni mujiba kulia, za pili ni saliba kulia, za tatu ni mujiba juz'ia, za nne ni saliba juz'ia. Yani za kwanza zasema watu wote watahesabiwa, za pili zasema watu wote hawahesabiwi, za tatu zasema baadhi watahesabiwa, za nne zasema baadhi hawahesabiwi. Ndio nikasema mujiba juz'ia na saliba juz'ia. Zile zinazosema baadhi watahesabiwa, mfano suratu Safat aya ya 22 mpaka 24, Mwenyezi Mungu atuambia uhshuru alladhina dhalamu wa azwajahum wama kanu ya'budun. Nani? Wafufueni kina nani? Alladhina dhalamu, si watu wote ha? Alladhina dhalamu, wale madhalimu waliodhulumu, wa azwajahum, na wake zao ambao walikuwa wakiwaunga mkono tabani, wama kanu yaabudun, na ile miungu yao walikuwa wakiabudu pia ieteni, Mwenyezi Mungu asema. Kwa hivyo ni kundi fulani ile alitaka, hataki watu wote, ataka alladhina dhalamu na wake zao na wanazoziabudu, wama kanu yaabuduna min dunillah fahduhum. Kisha Mwenyezi Mungu asema waongozeni, kama ile imetokana na hidayah, ihdina sirat, fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Kama hii aya mara nyingi si huisoma mwisho tu, hunena waqifuhum innahum mas'ulun, lakini ni aya ina siyaq, na siyaq yake yazungumza kundi hili. Kwa hivyo hawa wanaoambiwa waqifuhum si watu wote, ni wale alladhina dhalamu wa azwajahum. Mwenyezi Mungu sema mwanzo, ngoja kabla hawaenda kwenye jahannam, ihduhum ila siratil jahim, lakini kabla hawajaenda kwenye jahannam, qifuhum, wasimamisheni. Waambiwa malaika wasimamisheni, kuna hisabu na hawa. Waqifuhum innahum mas'ulun. Kwa hivyo aya hizi zatufahamisha sisi kuna kundi la watu litahesabiwa, si watu wote. 4, twende katika suratu Zumar aya ya 10. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kwa hivyo kundi hili lingine atuambia watalipwa wale waliosubiri, wenye sifa ya subra, hawa watalipwa malipo yao bighairi hisab, hawana hisabu. Lakini si watu wote, ni kina nani? As-sabirun. Kwa hivyo kundi la 4 la aya latuambia as-sabiruna peke yake watakwenda bila ya hisabu, hawatahisabiwa. Kundi la 3 latuambia madhalimu peke yake watahisabiwa. Kundi la 2 latuambia hakuna yoyote atakayekuhesabiwa. Kundi la kwanza latuambia watu wote watahesabiwa. Sasa tukirudi katika swali letu, hali alhisabu ya umul jamii? Kwanza sitaki kulijibu hili swali, nataka tu kuwafafanulia baadhi ya vitu.
sababu wakati hautonitosha kulijibu hili swali. Nataka mukaddimat tawila, yani mpaka ulitukulie matao, simandia wenye kunena. Kwa wataka kupiga kiki kali huwezi kusimama pale pale, sio? Shorti mando urudi kama hatua 6 nyuma, uiunde ile, ndio uambiwa kutukua matao. Utukue matao ndio urudi ulipige liwe. Kwa hivyo hizi si kazi ndogo mando, sharti tuzitukulie matao, tuziwete aya zote na riwayati tuweze kuziunganisha, tutoke na fikra ambayo itaondosha uwezekano kwamba hizi aya za gongana. Lakini leo nataka kufafanua aya ya mwisho nilioisoma, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Aya hii ina tafsiri mbili. Moja katika tafsiri hii mbili ndio itatufaa sisi kuiweka hapa kama kundi la 4. Lakini tukitukua tafsiri ya pili itakuwa tatizo, zimebakia aya 3, yani makundi matatu. Hili litatoka la 3. Lakini yategemea utatukua tafsiri ipi katika mbili. Moja yatuingiza katika haya matatizo, yani yaziingiza hizi aya katika matatizo, moja yaziondoa moja kwa moja, wala itakuwa haina haja katika jawabu tutakao kujibu tuihusishe aya hii. Na mfano wa aya hii inaonena watu watalipwa bila ya hisabu. Imezokuja kwa msuko hunu, innama yuwaffa sabiruna bighairi hisab. Wanazuoni wamejiuliza neno bighairi hisab, neno bighairi ni mutaallaq ya nini? Nikitaka kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili tuweze kuelewana sote pesi, watalipwa bila ya kuhisabiwa au watalipwa malipo zaidi ya hisabu yao. Sawa mpaka hapa? Mathalan, wewe wampa mtu kazi ya kibarua au kazi ya fundi ya kujengea kutoka asubuhi mpaka saa 9. Hisabu yajulikana. Fundi akifanya kazi siku mzima mpaka saa 9 bila ya overtime, senti zake ni kadhaa? Ni 600. Wewe ukamfungulia, wengine umependezwa na kazi yake, alipomaliza kazi ukamfungulia safe ukamwambia tukua utakazo bila ya hisabu. Tukua utakazo, yani tunda senti utakazo bila ya hisabu. Mimi si muhimu kujua umetukua ngapi. Hii ndio inaokusudiwa kwenye hii aya, ni kwamba Mwenyezi Mungu atawalipa waliosubiri malipo mingi ambayo hayahisabiki, au malipo yao watalipwa bila ya kwenda kwenye foleni ya hisabu. Mupo jamanini? Ikiwa maana ya bighairi hisab inamaanisha yani watalipwa si nyingi, lakini zile watakazokulipwa watalipwa bila kwenda kwenye foleni ya hisabu, aya yatueta kwenye matatizo, itaingia hapa. Ndio tuitakao sisi, yani kuna watu watalipwa bila ya kuhesabiwa. Ama ikiwa bighairi hisab ni maana la watahesabiwa lakini hawatolipwa wao moja kwa moja. Ukiswali moja thawabu 10. Mwenyezi Mungu atamwambia nyinyi thawabu zenu hazihesabiki, tundani mtakacho. Kwa hivyo bighairi hisab ni sifa ya malipo watakayokulipwa, au bighairi hisab ni sifa ya amali zao watakazokufanya hazitohesabiwa. Ikiwa ni sifa ya amali zao watakazokufanya hazitahesabiwa, wataingia hapa, kuna watu hawatohesabiwa. Ikiwa ni sifa ya kwamba watalipwa malipo mengi, haina alaka na masala ya watahesabiwa au hawahesabiwi. Kwa hivyo itatoka moja kwa moja aya hii katika makundi haya matatu. Wa ala kila taqdirain, iwe imeingia iwe imetoka, 3 zimebaki za tusimamia, za tuambia nini suluhisho ambao liko katika migongano hii. Haya insha Allah taala ndio yatakuwa mazungumzo yangu, Mungu akituweka uhai na uzima katika juma litakalo kufuatia. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allah
Naam, naam. Ndani ya mande, swali lako liko ndani ya mande? Ndani. Ha, basi tuanze na wewe, hula liko nde.